Bwana asifiwe. Leo tutaendelea kujifunza kupitia mada ya Roho Mtakatifu, na leo nitafundisha kuhusu jukumu la Roho Mtakatifu katika ulimwengu wa sasa. Kwa nini nataka kufundisha hilo? Ni kwa sababu kumekuwa na dhana kwamba Roho Mtakatifu ana jukumu moja au jukumu jingine tofauti na ukweli wa neno la Mungu unavyosema. Kwa hiyo tutakapokuwa tukijifunza ni kwa lengo tu la kuyaweka mambo yawe sawasawa, yale tunayoyaamini na vile ambavyo neno la Mungu linasema. Kwa hiyo natumia kitabu ambacho kinaitwa Roho Mtakatifu. Unaweza kupata nakala yake, Roho Mtakatifu, nakala moja ni shilingi 10,000 tu. Kwa nitasoma kupitia katika Biblia kutoka Yohana sura ya 16 mstari wa 7 mpaka wa 11. Nataka kuondoka na kitu kidogo hapa ambacho nimepanga leo kukielezea, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatokuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Na yakisha kuja huyo atauhakiki ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Niliwahi kuongea na ndugu mmoja kuhusu Roho Mtakatifu, kuhusu majukumu ya Roho Mtakatifu kwa leo. Kama vile watu wengi wanavyoamini kwamba Roho Mtakatifu leo ana kazi ya kuwahukumu watu kwa sababu hawajatoa labda fungu la 10, labda hawajatoa sadaka, labda hawajaenda kanisani. Kuna mtu mmoja pia aliniambia anawahukumu watu wanapotenda dhambi. Kwenye tafsiri ya King James Version, New King James Version, neno lilotumika hapa kuhukumu ulimwengu ni neno to convict the word. Kwa hiyo to convict inaweza kuonekana kama ni hukumu. Kwa hiyo kutokea hapo mtu anaweza akadhani kwamba kweli kazi ya Roho Mtakatifu ni kuhukumu. Mfano, nikikosea tu Roho Mtakatifu atanihukumu, atanikondem kwa sababu nimekosea. Nisipoenda kanisani Roho Mtakatifu atanikondem kwa sababu sijaenda kanisani. Nisipoomba Roho Mtakatifu atanikondem kwa sababu sijaomba. Nisipofanya kitu fulani Roho Mtakatifu atanikondem kwa sababu sijafanya kile kitu. Ndio mawazo yaliyopo kwa sasa hivi. Kuna ndugu mmoja alisema Roho Mtakatifu ndio mwenye kazi ya kuwakumbusha watu dhambi zao. Anakukumbusha dhambi zako kila wakati, wewe unakuwa unakumbuka dhambi zako. Ni sawa? Labda nikupe mfano. Kama una mtu ambaye rafiki yako, labda mtu wa karibu sana, ambaye yeye kila mkikutana anakukumbusha makosa yako, yaani anakukosoa tu. Sijui kama utapenda kuwa karibu na huyo mtu kwa muda wowote ule, kwa sababu kwa asili tu hakuna ni mtu anayependa kukosolewa. Hakuna, hata watoto hawapendi kukosolewa. Kama wewe ni mzazi ambaye unakosoa watoto, utawakosa wale watoto. Kuna namna nyingine, yani kuna mbinu nyingine ya kuwachukulia watoto, ya kuwachukulia watu badala ya kuwakosoa tu. Yaani wewe ukikutana na wengine kazi ni kuwakosoa tu. Kuna viongozi wengine unakuta yeye kuwasaidia wasaidizi wake hawezi, yeye kazi yake ni kuwakosoa tu. Na kiongozi mmoja nimefanya naye kazi, yaani yeye wakati wowote atakukosoa popote pale. Yaani anachoangalia ni mapungufu katika vile vitu ambavyo unavifanya. Sasa ikiwa ndio Mungu yuko hivyo kweli, kuna mtu atapona kweli? Kuna mahali imeandikwa, Bwana wewe ukihesabu makosa ni nani atakayesimama? Hakuna atakayeweza kusimama. Hapa anavyosema atauhakiki ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu, ametafsiri kwa mbele yake hapa.
Si kweli kwamba kazi ya Roho Mtakatifu ni kuwahukumu watu, kuwahukumu walokole kwa makosa yao, kuwahukumu watu waliokoka kwa sababu hawajatimiza wajibu zao. Sio kweli, kwa sababu kama ingekuwa kweli hiyo, hakuna mtu hata mmoja ambaye angeweza kupona. Maana kwa kweli hatutimizi wajibu zetu, hatuzitimizi kwa sehemu kubwa sana, hatutimizi. Lakini tukiwa na mahusiano na Mungu, anatuchukulia. Mungu yeye ni yani, yuko skilled, ana level ya skills za hali ya juu za kuwachukulia wanadamu, anatuchukulia na madhaifu yetu. Sasa nawezaje kuelezea sasa hicho kifungu? Anasema naye akisha kuja huyo atauhakiki ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Anaeleza kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Dhambi ambayo Roho Mtakatifu ataihakiki, atatumia kuhakiki ulimwengu kwayo, ni dhambi ya kutokumwamini Mungu. To prove, neno kuhakiki ni to prove. Wengine wamesema ni to convict na wengine wametumia to condemn, lakini ni actually to prove. Ataweka kigezo kwa ulimwengu cha kumkubali Mungu kuwa ni kumwamini Yesu. Ndio kigezo, yaani ile ndio standard, the standard against which every individual must be proved. Kwa hiyo vitu vingine vyote haviwezi kusaidia kukuprove mbele za Mungu, to prove you to God. Kinachosaidia kukuprove wewe kwa Mungu pekee ni kumwamini Yesu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio mwenye kazi ya kuambia ulimwengu kwamba mwaminini Yesu. Ndio mwenye kazi ya kuwavuta watu kwa Yesu. Kwa hiyo hata ukimhubiria mtu namna gani, ukamwambia dhambi zake, ukamhukumu, lakini hajavutwa na Roho Mtakatifu, hawezi kuokoka. Na wengi ambao wanadai kwamba wameokoka leo, inawezekana hawakuvutwa na Roho Mtakatifu. Wamevutiwa na vitu fulani ambavyo baada ya muda fulani vile vitu vikishaondoka, wanaachana na wokovu. Wokovu ni part time kwao. Sasa wokovu sio part time, wokovu ni full time. Yaani wewe ni full time umeokoka. Full time uko na mahusiano na Mungu. Full time uko na ushirika na Mungu. Full time unafanya mambo ya Mungu yanayompendeza Mungu. Full time. Hakuna wakati wa kupumzika. Yaani hauwezi kupata kanafasi kidogo kakupumzika kutoka katika wokovu. Hapana. Ni wakati wote, ni lazima uwe full time kwenye wokovu. Hakuna break kwenye wokovu. Wokovu ndo big deal. Ukisema unataka break kwenye wokovu ni kama unataka break ukienda mbinguni huko katika uwepo wa Mungu, unataka break from the presence of God. Hiyo ni haiingia akilini. It is impossible. Ukishakuwa katika uwepo wa Mungu full time, upo katika uwepo wa Mungu. Yaani mbinguni, hata hapa duniani, that should be the case. Kwa kazi ya Roho Mtakatifu sasa mojawapo ni kuwavuta watu kwa Yesu, kutumia standard ya Yesu ili kuweza kuwaprove watu kwamba wanampendeza Mungu au la, wana haki au la. Kaelezea hapa, anasema kwa habari ya dhambi, kwa habari ya haki na kwa habari ya hukumu. Sasa kwa habari ya dhambi pekee ambayo inamsumbua Roho Mtakatifu ni dhambi ya kutokumwamini Yesu.